Tunaona katika kitabu hiki cha Ezekiel sura ya 16 aya ya kwanza hadi ya 6, neno la Bwana likamjia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala ukuoshwa kwa maji, usafishe, ukutoa chumvi hata kidogo, wala kutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho la kurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Na nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako, nalikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Hapa tunaona asili. Kuna mambo ya kiasili ambayo yanaweza kuwa yanamfuatilia mtu na kumrejesha tena katika hali ile ile ya dhambi au uovu au najisi, kwa sababu kuna nguvu ya mvutano. Anaonyesha kwamba hapa kitovu, mtoto akiwa tumboni mwa mama yake huwa analishwa kupitia kitovu cha mama yake. Kwa hiyo yaonyesha kwamba kuna vitu vya kiasili bado vinakuwa vinamfuatilia mtu, na asipokuwa makini hiyo hali inamwangusha na kurudi tena katika uovu au katika dhambi. Umesikia shuhuda za watu ambao waliokoka wakaishi maisha mazuri ya wokovu, lakini baadaye wakajikuta wanavamiwa na nguvu, wanarudi tena matopeni. Kuna nguvu inakuwa inawakamata. Kutoka kitabu cha Isaya 42:22. Isaya 42:22. Soma maandiko yatakusaidia. Isaya 42:22. Isaya 42:22. Kitabu cha Isaya 42 na aya ile ya 22. Maneno ya Mungu aliye hai yanasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kuna hali ya kunyang'anywa uhuru wako, kuna hali ya kutekwa na kufungwa katika vifungo vingine ambavyo vinaweza kugharimu hatima maisha ya mwanadamu huyo ambaye tumesoma hapa. Nasema watu hawa ni watu walioibiwa, wametekwa, wamefungwa. Katika hali ya kutekwa, maana yake unashurutishwa kuishi maisha ambayo sio. Kuna mtu alikuwa anasema alikuwa hapendi kutumia pombe, anakuta anaishi maisha ya pombe. Na mtu alikuwa hataki kutumia dawa, kutumia dawa, anapangiwa masharti ya kula na aina ya kuishi kwa sababu ya nguvu ya ufalme mwingine au mabwana wengine waliokaa juu yake. Na tumeelezwa hapa katika kitabu cha Ezekiel kwamba kuna asili. Kwa hiyo inawezekana kabisa kuna nguvu za kiasili. Unashika huyu mtu mbona alishaokoka, maisha yake yalikuwa mazuri, na tunaona utumishi wa Mungu ulikuwa vizuri, lakini mbona anaenda kumaliza vibaya? Majuma hilo kama hii tulikumbuka tulisoma kitabu cha, tukazungumzia habari ya mfalme ule Uzia. Ukisoma Uzia ule alienda vizuri, lakini mwisho alirudi kwenye uovu, hakumaliza vizuri, alijitukuza. Sasa viko nguvu za asili ambazo kila anayemwamini Yesu Kristo anapaswa kuhakikisha kwamba kwa namna moja au nyingine anajinasua kwao. Maandiko haya ambayo tunayasoma usiku huu yanakupa nafasi ya kukusaidia majira haya, ili aweze kusaidia kukutoa au kukukinga usiingie katika vifungo tena vya uovu. Isaya 49:24 hadi 26. Kitabu cha Isaya 49 aya 24 hadi 26. Nabii Isaya ameandika maandiko mengi kidogo yanayozungumzia aina ya vifungo na jinsi ya kutoka. Kuna njia. Anasema, je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake, au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana anasema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye ateta nawe, nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu, na hao
wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kunywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya. Wote wenye mwili watajua kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo. Kutekwa kihalali maana yake nini? Ni kwa sehemu moja ni kwamba kuna ushirikiano wako na falme za giza au na watu wasioamini kwa kutaka kuwapendeza ili uonekane kwamba wewe una ufungamani na mahali popote, na katika kuonyesha kujipendelea kwamba unashirikiana nao pasi na kujua, unajipeleka kwenye kifungo na kuwa mateka wao. Ukikaa na watu wanaoishi maisha maovu, na utaambukizwa maisha maovu. Ukikaa na watu wanaishi maisha matakatifu, na wewe utaishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jitambue sana. Tunaona hapa nasema, je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake? Manake baada ya kuokolewa unakuwa shujaa hodari, huwezi kuonewa. Lakini tunaona pia hapa, je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake, au jeshi lilofungwa halali wataokoka? Kuna falme zingine na mamlaka zingine ambazo zinakuwa zimemweka mtu katika vifungo na nira za uovu, haziwezi kuruhusu kumwachia huyo mtu. Maandiko haya yananikumbusha kwamba, au yanatukumbusha kwamba watu waliofungwa kutokana na asili za kiukoo au kabila au kijamaa au kitaifa, mataifa na mifumo fulani, si rahisi kutoka. Zile kabila zinasema huyu ni wa kwetu, huu ukoo unasema huyu ni wa kwetu, sisi maisha yetu ni namna hii. Mara kadhaa nimewahi kukutana na ukifanya huduma ya ukombozi, kuombea watu wenye mahitaji mbalimbali au shida mbalimbali au maradhi ya aina fulani au tabia za aina fulani, unasikia zile roho zinasema, wewe ni nani tunyang'anyie mtu wetu? Unasema toka kwa jina la Yesu. Anasema mimi sio pepo kuniambia nitoke, nina haki za kuishi kwenye hii familia au kwenye huu mwili. Na hasiko peke yake, anakuambia haliko peke yake, liko jeshi nakao. Tunakumbuka Yesu alipotembea pia ng'ambo ile mahali fulani, akutana yule ndugu alikuwa na matatizo ya afya ya akili au kichaa, alimwombea akafunguka. Na baada ya kufunguka tulitarajia kwamba watu wa ile eneo wangemwambia Yesu karibu kwenye mji wetu, lakini badala yake walimwambia ondoka kwenye mipaka ya nchi yetu. Hawakutaka, kwa sababu walikuwa na uhalali wa kuishi yale maisha. Pengine kupitia ule ugonjwa wa kichaa ule ndugu wao walikuwa wanatajirika au walikuwa wanafanikiwa. Ni kama pia kile kisa cha Paulo walipokutana na yule binti kijakazi aliyekuwa akapatia utajiri mabwana zake, alipomwombea na kumfungua yakawakuta mengine. Kwa hiyo kuna familia ambazo zinaishi kwa aina fulani na mifumo yao, wana haki za kuishi hivyo, wanaona kwamba hii ndio miungu yao imeruhusu waishi hivyo. Kuna sehemu unaweza kuona kwamba kwa nini uko huo ufunguki? Kwa nini kabila hili lifunguki? Kumbe wamefungwa na aliye hodari na kihalali, na kuna sadaka au kafara zinazotolewa kwenye hizo koo au hizo kabila au jamaa au ayo mataifa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunaona hapa Isaya katika kitabu cha sura ya 49 anasema ule mstari wa 25, naam Bwana anasema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake ya jabari wataokoka, kwa maana itateta naye ateta naye, nami nitawaletea wana wako wokovu, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama zao wenyewe, nao watalewa kwa kunywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo. Kuna ushuhuda fulani nilikuwa nafusikia kwenye ukielezea kwamba kuna familia mbili, mume na mke, ambao walioana kutoka mataifa tofauti mawili, na baada ya kuoana wakawa wanaenda kuishi katika moja taifa walilochagua kwenda kuishi, na wakaishi maisha mazuri, na baada hapo wakaokoka, wakaamua kuishi kutafuta maisha zaidi ya wokovu, ya kuongoka na kuishi maisha matakatifu, na wakaanza kuishi maisha matakatifu vizuri. Lakini baada ya kutembelewa na mgeni mwingine kutoka nchi ambayo mmoja wapo ametoka, ile familia ikaanza kuishi maisha yale yale ya uovu, maisha ya uhuru uliopitiliza, maisha ya Sodoma na Gomora, uvaaji wa kihuni, uvaaji wa kutembea kama mtu yuko nusu uchi. Lakini kiangalia unaona pale kwamba
yule mgeni aliyekuja hakuwa mgeni salama, alikuja na roho za uharibifu, roho za maangamizi, na bahati mbaya yule ale mwenyeji amekosa nguvu kubwa ya kiroho ya kuweza kushindana na nguvu iliyokuja pengine kwa namna moja alikaribisha mwenyewe akisema ni mwanafamilia, lakini kumbe alikuwa sio mwanafamilia mzuri, alikuwa ni wakala wa kuzimu ili kuja kuangamiza hatima yake. Asipopata maombi vizuri, ushirika mzuri, atakufa kiroho, atakufa kimwili, na familia yake itaparaganyika. Na huyo aliyekuja kama mwanafamilia anaweza kuwa ndio atachukua nafasi yake kabisa. Panahitaji maombi, panahitaji kuwa makini sana katika maisha yako ya kiroho, kuangalia ni wageni wa namna gani unaowakaribisha kwenye maisha yako. Sisemi ni dhambi kukaribisha wageni, lakini kuwa makini. Yesu kuna mara alisema adui ya mtu ni jamaa wa nyumbani mwake. Ni aina gani ya jamaa unaowakaribisha ndani ya nyumba yako? Ni jamaa gani ambao unashirikiana nao? Ni heri kama nao wakiwa wanatembea katika mtembeo mmoja wa kutafuta uso wa Mungu kama wewe unavyotafuta, lakini kama hawana mpango na huyo Yesu wako, si watu kwa karibu nao inapowezekana. Yesu atakupa ndugu wazuri wa mfano walio na yeye, sio walio kwa sababu tumezaliwa tunakaa kabila moja, jamaa moja, ukataka kujiunga nao na hali wao hawana ushirika na huyo Mungu aliye naye. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi 18 kinatupa angalizo pale. Tuangalie kidogo kwamba inatuambiaje. Hii ni Biblia, sio mimi. Maandiko ya Mungu yanasema jinsi ya kuishi katika hii dunia na kujiepusha na watu ambao si wazuri. Anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Unapaswa kuwa makini. Haijalishi ni mwanafamilia kiasi gani, ni ndugu yako, hata kama ni mapacha, lakini kama yeye kile unachokiamini yeye afungamani nacho, kuwa na tahadhari naye sana katika ushirika naye. Usiku ampe kazi Yesu Kristo mara ya pili kumpeleka msalabani ili akukomboe. Si sawa sana kwa sababu tu ni rafiki yako kipenzi, ulisoma naye, uliishi naye, ulicheza naye, ulikuwa pamoja naye. Lakini kama kile unachokiamini juu ya Yesu Kristo yeye akiamini, aina ya maisha unayoishi ayaamini, ana uwezo wa kukurudisha kwenye hali ya uovu na dhambi na hata mauti kuliko kawaida. Sema huyu haina shida, naweza kukaa naye tu. Tunaambiwa hapa tena, pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Kuna ushirika gani hapa? Pasi kuwa na ushirika na watu hao. Kuna watu wanajidanganya, mimi nimeokoka, haina shida. Huyo mwingine anayezungumza ushuhuda wake alijiamini ameokoka, na mume wake, ana mwenza wake, lakini kilichotokea ni kwamba amekuja kuanguka na anaelekea mautini. Kama asipopata msaada wa karibu, anakufa kifo kamili, kifo cha kiroho na kimwili, na hapo inampasa baada ya kifo ni hukumu tu. Bwana Yesu asifiwe. Adui amefanikiwa kuondoa ufahamu wake. Adui alikuja kama rafiki, alikuja kama mwana kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu mkali. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu ali hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, na nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo kuna Mungu anataka tuwe watu wake, kuishi maisha matakatifu yanayompendeza yeye, na inawezekana. Na usishirikiane kabisa na ndugu asiamini wala usiwe karibu naye. Sehemu nyingine imesema hata salamu yake usimpe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasemaje katika mstari wa 17? Kwa hiyo tokeni kati yao. Hajasema jiungeni nao, hajasema shirikiane nao, amesema tokeni kati yao. Alafu akasemaje? Mkatengwe nao. Alafu asema nani? Bwana. Alafu akasemaje? Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu,
nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Inawezekana anakuja kama ndugu yako, amekuletea chakula cha asili, amekuletea zawadi ya asili, amekuletea kitu fulani kutoka nyumbani, anasema najua huku vipati hivi vitu, lakini kumbe kina manuizo, kumbe kimebeba agano, kumbe kimebeba kifungo ndani yake, kumbe kimebeba tanzi ndani yake. Naona kipokea kwa sababu amekuletea ndugu yako au rafiki yako kipenzi, mpendo ule muamini, lakini yeye aamini unachoamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema haina shida, nitakitakasa, nitakiombea. Unakitakasa, nitakiombea. Ndio naanza kuisha. Na mara nyingi inaua taratibu. Kiwango chako cha kiroho kinakuwa taratibu. Amen. Amen. Tuangalie pia Mithali 24:11. Mithali 24:11. Mithali 24:11. Waokoe wanaochukua ili wauawe, na walio tayari kuchinjwa uwaopoe. Kuna watu wanaweza kuwa wamechukuliwa ili wauawe na ambao wako tayari kuchinjwa, anasema uwaopoe. Neno la Mungu linatuambia kwamba kuna watu wako katika hali za namna hiyo. Adui anawachukua katika vifungo na anawachukua mateka na anataka kuwaua. Anaua kiroho, anaua kinafsi na mwili, na mwisho anaenda kwenye moto wa milele. Panahitajika msaada. Yesu anasema waokoe wanaochukua ili wawe, na wao walio tayari kuchinjwa uwaopoe. Kuna jinsi ya kuwasaidia kwa maombi, kuna jinsi ya kuwasaidia kwa neno, kuepusha na kila kifungo ambacho adui ameweka juu ya shingo zao. Haleluya. Zaburi 102 mstari wa 20. Zaburi 102 mstari wa 20. Maandiko haya kwa makini nayo ndio yanaweza kuwa msaada kwako. Haya ndio tutakapotaka kwenda kuomba, yatafanya kazi yenyewe. Yana uwezo huo. Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kuna familia zinapojaribu kuchukua hatua ya kuokoka na kumfuata Yesu Kristo, zinakutana na hii hali kwamba kwenye ukoo wetu, wanasema wao kwenye ukoo wao hakuna mtu anayeruhusiwa kuokoka. Kwenye dhehebu lao au dini yao hakuna mtu anatakiwa kuokoka, na kama akithubutu kuokoka ameandikiwa kufa. Wanamuua kwa vyovyote, kwa hali yote. Tumesikia shuhuda mbalimbali za watu kutoka mataifa kadhaa, madhehebu tofauti, dini tofauti, wanapoamua kumfuata Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi katika maisha yao, wanakutana na upanga, wanakutana na risasi, wanakutana na maisha, kufa, kuliwa. Na wapo wale kufa, wapo wale wao, na wana familia kabisa. Kwa nini umeamua kumfuata Yesu? Kwetu hakunaga mtu anayemfuata Yesu. Unaambiwa kwao hakuna anayemfuata Yesu, hakuna anayemwamini Yesu Kristo. Kwao wanasema hakuna. Lakini nyingine anakufa tu kwa sababu ya nguvu ya kimizimu inamwataki, inamshambulia, kwa sababu kiwango cha kiroho chake sio kizuri sana. Kwa hiyo anaposema anaamua kumfuata Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi katika maisha yake, hakuna mafanikio ya kiroho nafsi wala kimwili. Uchumi wake unadorora na mwisho anakufa maskini. Lakini kama anakuwa na nguvu kubwa ya kiroho, Mungu anamfungua, kuondoa katika mauti na anapona. Kwa hiyo jiimarishe vizuri katika maisha yako ya kiroho. Tengeneza uhusiano wako binafsi makini kati yako na Bwana Yesu Kristo, na ukajue nini yale mapenzi yake, na jitoe kwake ili aweke ulinzi kwako. Zaburi 120 107 mstari wa 20. 107 aya 20. Ulituma neno lake, waponya, watoa katika maangamizo yao. Yuko Ujerumani, yuko Marekani, yuko Ulaya, yuko China,
yuko Saudia, falme za Kiarabu huko. Tunapolituma neno lake Yesu Kristo, linaenda Australia na kwenda kuwakomboa. Haijalishi wameandikiwa kufa, haijalishi wako kwenye hatari ya mauti, haijalishi kuna changamoto za kiroho ambazo zimewazidi nguvu. Tunapolituma neno lake Yesu Kristo, linaenda moja kwa moja kule waliko na linawakomboa na kuwaponya, kuwatoa katika mauti, kiamini katika jina la Yesu Kristo. Ni kijijini, ni kitongojini, mahali fulani, kwenye kisiwa, kwenye shimo umewekwa, amefungwa mtu, hawezi kupona, ameambiwa tunakwambia fanya sala zako za mwisho kabla tuje kumaliza. Wanapomwambia hivyo, sisi tunasema tunalituma neno la Kristo, Zaburi 102 mstari 20. Tutuma neno la Kristo, Zaburi 107 mstari 20. Tutuma neno la Kristo, Isaya 24:11, linaenda na kumwokoa. Neno la Mungu halijawahi kufungwa na chochote, halizuiliki katika hali yoyote, katika taifa lote, katika bara lote, katika mazingira yoyote. Nimeona nguvu yake. Amen. Anasema ulituma neno lake, uwaponya, watoa katika maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakapolituma neno lake kwa imani, linafanya kazi, haitaweza kurudi bure. Lazima lithibitishe kile ambacho tunalituma. Isaya 58 mstari 6 inasema, saumu iliyochagua sio namna hii, kufungua kila kifungo na nira. Tusome kabisa Isaya 58:6. Isaya sura ya 58 aya 6. Unasemaje? Unasema, je, saumu niliyochagua sio namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, na kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Kwa hiyo saa nyingine inahitaji kufunga, kuomba peke yake haitoshi. Kwa hiyo unapokuwa umefunga, unapoliombea jambo, linaleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Tulikwenda kule Handeni, Kabuku namba 3, tukaenda kumpeleka ndugu yetu pale, na tukapata nafasi ya kufanya huduma, na papo kwa papo Yesu alionekana katika uwezo wake, akiwafungua na kuwaweka huru kwa muda mfupi tu. Yesu alitenda. Kwa maana hiyo, Mungu anaweza kutenda muda wote, eneo lolote, kwa yule anayemwamini katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sasa nyingine nasema, iwe unaamini ama uamini, natamka upokee uponyaji. Mahali fulani Yesu alimuuliza mwenye ukoma, unataka nikuponye, utakasika? Akasema ukitaka. Yesu akasema nataka. Haleluya. Ndio, na muongezee imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 hadi 19. Mathayo. Kwa tunaenda Agano la Kale, Agano Jipya, inaitwa kula gombo. Kula neno la Bwana. Hayo maandiko ndio yatakayotufungua, ndio yatakayofanya kazi ya kufungua kila kifungo na kila nira iliyoko juu ya mwanadamu yote. Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 na wa 19. Nami nakuambia wewe ndiyo Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Unaona, Petro au Kefa, Simeoni anaambiwa ya kwamba Bwana Yesu Kristo anamwambia juu ya mwamba huu atalijenga kanisa lake, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Milango ya kuzimu ya kiukoo, kikabila, kijamaa, kitaifa, kimataifa haiwezi kukushinda wewe ambao unamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Petro alitiwa tumaini, aliongezewa nguvu na Bwana Yesu Kristo, akaambiwa milango ya kuzimu haitakushinda. Na wewe ukijitamkia na familia yako kwamba milango ya kuzimu haitatushinda, ya kiukoo, ya kikabila,
ya kijamaa, ya kitaifa, ya kimataifa, ya namna yote, ya kidhehebu, ya kidini, ya namna yote, haiwezi kushinda. Amen. Kwa sababu umechagua kuwa na Yesu. Na Yesu anakuwa ndani yako, hauwezi kushinda. Amen. 19 sawaje, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa pia mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa pia limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo tukisema kwa Kiingereza, Petro amepewa master keys, funguo kaaba, funguo ambazo zinaweza kufungua chochote popote, lakini hizi zinazidi funguo zile naita master key, kwa sababu funguo zake zinafungua duniani na mbinguni, zina nguvu zaidi ya funguo zote ambazo zimekuwepo. Amen. Funguo hizo ni kibali ambacho kila anayemwamini Yesu Kristo amepewa. Yeyote anayemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake amepewa hizi funguo, na ameambiwa yeye ndiye kanisa, na juu ya mwamba huo hakuna milango ya kuzimu itakayoweza kukushinda. Jitambue tu ya kwamba wewe ndiye. Amen. Ishi katika kuamini. Amen. Haleluya. Ni swala kujitambua tu. Injili ya Yohana 14:12. Yohana 14:12. Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 12. Anasemaje? Amin, hakika au kweli nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, namna kubwa kuliko hizo, kwa kuwa anaenda kwa Baba. Amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, namna kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu Kristo aliahidi kwa yeyote anayemwamini Yesu Kristo ya kwamba zile kazi alizozifanya Bwana Yesu Kristo na yeye anaweza kuzifanya. Anaweza kufanya. Yeye anamwamini anaweza kufanya. Na akasema kubwa kuliko hizo anaweza kufanya. Sasa kubwa ni zipi? Yesu aliponya, fufua, alitakasa, aliokoa. Fuafu. Unaambiwa na kubwa zaidi zote sana. Kwa hiyo haki ya kusema naweza. Hata kama utaweza jambo gumu, Yesu anakuambia naweza. Yohana 15:7. Nanyi mkiwa ndani yangu na maneno yangu yakiwa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nani mtatendewa. Ndio. Si ndio alete? Bwana Yesu asifiwe sana. Aleta naitani. Haya. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Yohana 15:7. Ninyi mkikaa ndani yenu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Ombeni neno lolote nanyi mtatendewa. Hiki ni kibali, mamlaka tumepewa na uwezo, kibali tumepewa. Haleluya. Marko 11:23-24. Marko 11:23-24. Maandiko ambayo tunaenda nayo yanakutia nguvu kwa sehemu moja. Amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini ya kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote mwombaye mkisali, amini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo kingine hapa mtaji wako ni kuamini kile ambacho unaomba ili Yesu afanye, kinakuwa cha kwako. Haleluya. Haleluya. Ukiamini, ukiomba, Yesu anafanya. Yesu anatenda. Amini tu. Anaweza. Haleluya. Amen. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako la uzima, nami nahitaji kuishi katika neno lako. Yesu Kristo, ninakuja kwako nikiomba rehema na msamaha
mahali nilipokosea katika kuwaza kwangu, kunena au kutenda, mapokeo ama wazazi, koo au kabila au jamaa au taifa. Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, na uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu mbele yangu daima. Nakiri ya kuwa nimekutenda dhambi wewe peke yako, nafanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama mimi Elista naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama wapendezwa na kweli moyoni, nao utajicha hekima kwa siri. Unisafishe sasa kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe kwa ile damu yako ya thamani, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Nifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoponda ifurahi. Usiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Mungu niumbie sasa moyo safi, uifanye upya roho ile utulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usinirudie. Rudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa wepesi, nami nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye mimi Elista na damu za watu, na damu za watu. Uniponye Bwana Yesu Kristo na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Bwana, uifungua midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana upendezwe na dhabihu, au ningeitoa. Wewe uridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutawadharau. Nami kwa Yeremia 23:29, navunja roho yangu, navunja moyo wangu na kuponda. Mungu hutawadharau. Uitendee mema Gombo Maranatha kwa radhi yako, na kuzijenga kuta zake. Uitendee mema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa radhi yako, na kuzijenga kuta za taifa letu la Tanzania. Uitendee mema familia yangu kwa radhi yako, na kuzijenga kuta za familia yangu. Uitendee mema Sayuni kwa radhi yako, na kuzijenga kuta za Yerusalemu. Ndipo utapendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara. Ndipo watapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Mfalme wa wafalme na Bwana wa Bwana Yesu Kristo, natamka saa hii kujitenga na asili ya baba yangu na mama yangu. Kila maagano na mikataba isiyofaa iwe halali kwa namna gani, kabla ya kuumbwa kwangu na baada ya kuumbwa kwangu, kabla ya kuzaliwa kwangu na baada ya kuzaliwa kwangu, nasema maagano yao yaliyobatili na ugumu, najitenga nayo kwa jina la Yesu. Kila mikataba yao, kila ushirika wao, kupitia sadaka, kupitia kafara, kupitia mavazi, kupitia lugha, natoka huko kwa jina la Yesu aliye hai. Ninajiunganisha na Kristo aliye hai. Yesu Kristo, wewe ndio njia ya kwenda uzima. Yohana 14:6, mimi naambatana nawe Yesu saa hii. Haijalishi walikuwa wameniteka kihalali na hodari na wana nguvu kuliko mimi, lakini imeandikwa kuwa Bwana ananitoa huko. Natamka saa hii, mimi Elisa natoka na familia yangu, natoka na mwenzo wangu kwa jina la Yesu Kristo, na watoto wangu kwa jina la Yesu aliye hai kiroho na kimwili. Yesu Kristo, natamka leo katika jina la Yesu Kristo, natamka saa hii kila kifungo na kila kamba na nira, Isaya 54:6, hizo kamba ziharibike, hizo vifungo viachilie, kila pingo lilonifunga ikaharibiwe kwa jina la Yesu. Natamka majira haya, natamka saa hii kivyote katika jina la Yesu aliye Bwana wa majeshi. Najua uko karibu nami, wala hutaniacha. Haya ndio amebea Koreshi masihi wake, ambaye amemshika mkono wake wa kuume. Bwana, unishika mimi Elisa katika mkono wa kuume, ili kutisha mataifa mbele yangu. Naam Bwana Yesu Kristo, nalegeza viuno vya wafalme wa kiukoo, wa kikabila, wa kijamaa, ili kufungua malango katika jina la Yesu Kristo. Natamka saa hii kufungua malango mbele yangu sasa, hata malango yangu hayatafungwa Elisa. Bwana amesema atakwenda mbele yangu na kupasawazisha mahali palipoparuza, atavunja vipande milango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Ameahidi ya kwamba atanipa Elisa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, ili nipate kujua kwa yeye Bwana aniitaye Elisa kwa jina langu, na Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi. Natamka saa hii kila kifungo, kila kamba, kila kizuizi walichoweka kwenye maisha yangu, naondoa sasa. Iyo ilifunga kwenye miguu, iyo ilifunga kwenye ufahamu wangu, kwenye akili yangu, natamka leo hizo kamba zikatike, hizo nira ziondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu.
mifumo ya kitabia, mifumo mibaya, mila na desturi, tamaduni mbaya, mwenendo mbaya, kwa jina la Yesu Kristo wa ulimwengu huu. Na kataa kwa jina la Yesu aliye kuifuatisha namna ya dunia, kwa mavazi, kwa muonekano wangu, kwa mapambo. Na kataa kwa jina la Yesu. Mimi sio ushirika huo, kwa jina la Yesu Kristo. Na jinasua kwa jina la Yesu Kristo mapete pete yao, mashanga shanga yao, mikufu kufu yao, mikembe kembe yao, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye. Ninakataa ushirika nao, ninakataa ushirika nao. Haijalishi baba yangu mama yangu walipita huko, mimi nakataa hiyo njia. Iko njia nyingine ambayo Yesu Kristo amesema yeye ndio njia kwenda uzima, Yohana 14:6. Na afuata hiyo njia zote za kidhehebu na kidini ambazo ziko kinyume na Yesu Kristo, ninazikataa. Sina ushirika nao kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Napeleka damu ya mwana kondoo kwenye mavazi yangu, napeleka damu ya mwana kondoo kwenye picha zangu, napeleka damu ya kondoo pale kwenye nywele zangu, napeleka damu ya mwana kondoo kwenye chochote kinachonihusu ambacho adui alikitumia kama silaha ya kunishambulia, kama haki ya kwake ya kiukoo, kikabila, kijamaa, kitaifa, ya kunifunga nira za kishetani. Leo kwa jina la Yesu ninakataa. Amerika ya Kati nakataa, Amerika ya Kusini nakataa, Afrika nakataa, Ulaya nakataa, Australia nakataa, pande zote kuu za dunia, bahari ya Hindi, bahari ya Pasifiki na Mediterranean nakataa, ziwa Nyasa, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, kila mipango yao kwenye mto Ruvuma, mto Weru nakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye Ruvuma, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natoka kwenye vifungo vyao Rufiji, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye leo kwa Singida. Natoka kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye. Kila kamba uliofunga, kila nira uliofunga katika maisha yangu, kiroho, kinafsi, kimwili, katika hali ya kiuchumi, kielimu na fikra, maarifa, walioiba, nasema kwa damu Yesu natoka katikati ya wanyama wao wakali, natoka kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka saa hii kwenye makaburi yao, kwenye magereza yao, natoka kwenye vifungo vyao na kamba zao, kwenye dari, kwenye ufungu wa kitanda, huko misikuleni, huko kwenye manorocha, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka kukomboa maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama aliyekuwa ameniteka ni hodari na nguvu kuliko mimi, Bwana amesema, ninahakikishia ninatoka saa hii, ninatoka leo 11 mwezi wa 6, ninatoka leo 11 mwezi wa 6 2026 kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wa Isaka Junior onekana leo. Natamka mwezi wa 6 naenda kivingine, natoka kwenye kila kamba za kidini na kidhehebu zenye mifumo ya uongo, mitume na wanabii wa uongo, makuhani wa uongo, wachungaji wa uongo. Natamka leo majeshi ya adui yaliyonikamata yataniachia leo, na kata kamba zao, naenda kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka kwa mamlaka niliyopona Yesu Kristo, natoka kama walivyotoka wana wa Israeli kule Misri. Walitoka na fedha zao, walitoka na dhahabu zao, walitoka na ng'ombe zao, walitoka na kondoo zao, walitoka na ngamia zao, walitoka na punda zao, walitoka na magari yao. Leo kwa mamlaka jina la Yesu aliye hai, natoka kwa mamlaka hayo. Bwana wa majeshi aliye hai, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Nabii Musa, Yesu Kristo aliye hai, Mungu wa Kalebu na Yoshua, natoka kwa jina la Yesu, natoka kwa jina la Yesu, natoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa msaada wa Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu. Natangaza kwamba sitakufa bali nitaishi na kushuhudia matendo makuu ya Bwana. Kila silaha iliyoelekezwa dhidi yangu leo haitofanikiwa. Walituma usiku wa manane, walileta kama wanyama, walikuja kama ndege, walikuja kama wadudu, walikuja kama picha za marehemu ndugu zangu. Nasema siko huko kwa damu maana kondoo. Mimi ni hai katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu Kristo amesema ni hai. Hata kama niko kwenye damu yangu ni hai katika jina la Yesu aliye hai. Niligagaa kwenye damu yangu, lakini Baba ameniambia ni hai katika jina la Yesu Kristo. Niko hai kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu maana kondoo waliopora na kunasa elimu yangu na maarifa wanarejesha kwa jina la Yesu aliye hai. Saa 42:22, rudisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa jina la Bwana wa makondo Yesu aliye hai. Natamka saa hii, natamka majira, kwenye anga, kwenye sayari, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye mbingu, mimea, kwenye wanyama, kwenye ndege, kwenye dudu, kila mahali walikoelekeza nguvu yangu, chochote kinachonihusu watarudisha. Wanadamu tamka watarudisha. Malaika wekele nenda, malaika wekele nenda, shambulia kila silaha zao, pambana. Malaika Gabriel kachukue
haki yangu ya urithi, haki yangu ya urithi mtakatifu kutoka kwa Bwana majeshi Yesu Kristo, haki yangu ya umiliki juu ya nchi. Yesu alinunua kwa damu ya thamani. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 hadi 10, akaniweka juu ya nchi ili nipate kumiliki na kutawala. Mimi mtu wa kila lugha na kabila, jamaa na taifa, nadai kwa jina la Yesu aliye. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo leo, moto na radi haribu kila kazi zao, kata kamba zao, kata kongwe zao. Magereza haya kafunguke, milango wazi kama ilivyokuwa kwa Petro. Watu walipoomba milango ya gereza ikafunguka, kamba zikamwachia, nira zikamwachia, pingu zikamwachia kwa jina la Yesu aliye. Milango ikamfungukia mbele yake automatic. Nasema leo naenda kifua mbele, naenda kifua mbele. Milango inafunguka mbele yangu. Lumumba, Kidimo, Mkombozi, Mweza, Kibao mjini, mkoa wa Pwani, vikawe kwa jina la Yesu aliye. Natamka leo milango inafunguka, milango inafunguka, milango ya uzima inafunguka, madirisha ya mbinguni yanafunguka kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka leo kwa jina la Yesu Kristo. Kabuku namba 3, milango inafunguka Kabuku ndani kwa jina la Yesu Kristo. Natamka leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Michungwani kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka leo Lumumba, Kidimo, Mkombozi, Mweza, Kibao mjini, Mitamba, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, milango inafunguka, madirisha mbinguni yanafunguka kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna wa kuzuilia, hakuna wa kuzuilia haki ya kuishi na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mshindi zaidi wa washindi. Aliye ndani yangu ni shujaa zaidi ya mashujaa. Aliye ndani yangu ni hodari zaidi ya mahodari. Kwa damu ya Yesu naenda upande ule wa ushindi. Yesu Kristo akiwa ametangulia mbele yangu. Sioni matatizo, sioni shida, sioni ukiwa, sioni maradhi, sioni ugonjwa. Naona uzima mbele yangu. Naona mfalme wa uzima yuko mbele yangu. Mfalme wa amani yuko mbele yangu. Yesu Kristo yule jana na hata milele ananipigania, ananishindia vita. Anasema vita ni ya kwake, vita ni ya kwake. Anasema atawaponda tiki, atawaponda kama tope, atawaponda kama chombo cha mfinyanzi kwa fimbo ya chuma. Yesu Kristo ni yule jana na hata milele. Tumaini langu ni lake, tumaini langu li kwake sasa. Natamka katika uwezo wa jina la Yesu. Natamka katika uwezo wa jina lake Yesu aliye hai. Majira haya leo jina la Yesu Kristo nachomoka. Watakapokuja usiku wa manane, hawatanikuta kwenye kamba zao, hawatanikuta kwenye vifungu vyao, hawatanikuta kwenye gereza lao. Nasema kwa jina la Yesu, nakataa ufukara wa maskini, nakataa fitna, faraka, uzushi, maneno kwa jina la Yesu. Natoka kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Natoka na uzao wangu, natoka na wale wanaoamini katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema leo, siku wa leo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, naruka kila kamba, naruka kila kiunzi, naruka kila mtego, naruka kila shimo, peperuka kama upepo kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila silaha iliyoelekezwa kwangu haitofanikiwa. Kwa mifugo yangu haitofanikiwa, kwa maisha yangu haitofanikiwa, kwa watoto wangu wa kiroho na wa kimwili haitofanikiwa. Nasema katika mtaa, katika kitongoji, mimi sio mkia bali ni kichwa. Natamka kwa Yesu, ndani yangu inaishi nuru, na hiyo nuru inaondoa kila giza, kila aina giza. Amerika Kati, Amerika Kusini, Afrika, Ulaya, Asia, Australia, mabara yote saba, kila giza lilotuma kwangu haitafanikiwa. Kila kamba na kila nia haitonikamata kwa jina la Yesu Kristo. Zitakatika kama uzi ilivyokuwa kwa Samsoni. Nasema leo kwa jina la Yesu. Nasema saa hii kwa jina la Yesu. Kila utego waliotega watanasa wao wenyewe kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Natamka saa hii kutengua kila makusudi na kila mashauri mabaya yaliyowekewa dhidi yangu kwa Zaburi ya 33:8-12 katika jina la Yesu. Shauri la Bwana wa majeshi ndio litakalosimama. Natamka leo litakalosimama kwenye lile shamba, kwenye kile kiwanja, kwenye lile nyumba, kwenye kile chumba, kwenye kile kitanda, na shauri la Bwana tu Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye hospitali, kwenye zahanati, kwenye kituo cha afya, pande zote kuu za dunia, nasema leo katika jina la Yesu nimekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Natamka kukomboa nafsi zingine zilizofungwa kule Amerika ya Kati, Ulaya, Asia, Australia kwa jina la Yesu Kristo. Natamka saa hii kila nafsi iliyofungwa ndani yake Steve ikafunguliwe, nafsi yake Sara ikafunguliwe kule Germany katika jina la Yesu. Natamka saa hii, natuma neno la Bwana kule Ujerumani, natuma neno la Bwana, natuma saa hii, natuma liende, halitazuiliwa. Zaburi 102:20, Zaburi 107:20,
Bwana wa majeshi, nenda, neno lako liende. Nenda Isaya 55:4-11, nenda kwa jina la Yesu Kristo. Isaya 49:24 hadi 26, hata kama ametekwa kihalali, hata kama wamefungwa kihalali, Steve Nasaro ataachiliwa. Steve Nasaro ataachiliwa na watoto wao na kizazi chao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yule adui salama yake ni kupiga goti kwa Yesu Kristo, kinyume chake nafsi yake na roho yake na mwili wake kwenye kiti cha hukumu cha Bwana. Yesu akashughulike naye kwa jina la Yesu aliye. Natamka leo kwa taifa lolote, kwa mkoa wote, katika jiji lote, katika wilaya yote, katika kata yote, maeneo yote, aliyekamatwa na kufungwa anafunguliwa, anafunguliwa. Lumumba, Kidimu, Mkombozi, Mweza, Kibao mjini, mkoa wa Pwani, Msufini, katika jiji Dolini, kwa jina Yesu. Mbezi Wisi kwa mamlaka jina la Yesu. Kiagala, Njambe, Lukani, Kimashiku, Mauchome, natamka Gonja, kila mahali natamka leo. Tukuru, Mbeya, kwa jina la Yesu Kristo. Mwakaleli, natamka leo kwa jina la Yesu. Natamka leo kwa jina la Yesu Kristo aliye. Natamka saa hii kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Tabora yote, Mwanza yote, Simiyu yote, Shinyanga yote, Mara, Musoma yote, Rorya yote, kwa jina Butiama yote, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu mwana. Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Moshi, kwa jina la Yesu Kristo leo, kwa jina la Yesu. Natamka Tanga yote, Twaga, Handeni yote, Lushoto yote, Korogwe yote leo kwa jina. Pangani yote kwa jina la Yesu, kwa mamlaka. Morogoro yote kwa jina la Yesu. Singida yote kwa jina la Yesu, kwa damu. Morogoro yote natamka leo. Dodoma yote, Yesu Kristo. Rukwa, Katavi, Sumbawanga kwa jina la Yesu aliye. Njombe, Iringa natamka, Mbeya, Songwe katika jina la Yesu Kristo. Mbozi yote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sangu yote natamka saa hii kwa jina la Yesu, kwa mamlaka niliyopona Yesu Kristo. Dar es Salaam yote, Pwani yote kwa jina la Yesu. Pemba, Unguja, Tumbatu natamka saa hii kwa jina la Yesu. Kigoma yote kwa jina la Yesu Kristo. Moto Roho Mtakatifu nenda karibu kila kazi ya adui. Ruvuma yote, Mtwara, Lindi, tamka kwa jina la Yesu. Bwana akatende mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila kata, kila tarafa, nenda Bwana, neno lako liende. Zaburi 102:20, Zaburi 107:20, Mithali 24:11. Na agiza kwa jina la Yesu Kristo, na atuma neno la Kristo. Majira haya, majira haya, majira haya, na haribu kwenye anga, kwenye sayari, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye mbingu, na kanyaga kwa Luka 10:19 kila nguvu za adui, kila nguvu za adui, kila aina nguvu ya mapepo, majini, vinyamkera, na piga moto vibanda vya vinyamkera, Kisarawe, Manarimango kwa jina la Yesu Kristo. Natamka hivi, Chanzige, moto wa Roho Mtakatifu, haribu kazi ya adui, na haribu kazi ya adui, na haribu kazi ya adui. Moto Roho Mtakatifu haribu kule sanya juu. Natamka hili Boroti kwa jina la Yesu. Yesu nenda, neno lako nenda, neno lako liende, neno lako likaribu kila kazi ya adui. Kila mlima itashushwa, kila bonde litasawazishwa kwa jina la Yesu aliye. Natamka saa hii kwa jina la Yesu aliye. Moto na radi, 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 moto na radi. Natamka saa hii kila kamba, kila kifungo kwa jina la Yesu aliye. Nimeketi na Bwana kwenye kiti chake cha enzi, kwenye kiti chake cha hukumu, ili kuhukumu mataifa yale yanayoshindana nami, yanayoshindana nami, yanayoshindana na familia yangu kwa jina la Yesu aliye, yanayoshindana na koo wangu, yanayoshindana na Gongo Maranatha katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Vunja, vunja madhabahu zao, kanyaga nyoka na nge wao kwa Luka 10:19. Kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, natoka kwa jina la Yesu Kristo. Natoka na mali zangu, natoka na utajiri wangu, natoka na fedha zangu, natoka na dhahabu zangu kwa jina la Yesu aliye, kwa damu mwana kondoo, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, waliokamatwa wakafungwa kwenye vifungo mbalimbali, waliowekwa kwenye nira, wanatolewa, 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 kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, pande zote kuu za dunia, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila silaha iliyoelekezwa kwenye mbalamwezi, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye sayari, kwenye mvua, kwenye radi, napeleka nguvu ya Kristo, napeleka kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye ndege, kwenye makaburi, kwenye njia panda, kwenye vichuguu, kwenye maboma, kwenye dari, kwenye ufungu wa kitanda,
vitanda, kwenye biashara, kwenye mashamba, kwenye viwanda, napeleka kwenye uhuru wa usafiri. Moto Roho Mtakatifu ajaye leo kwa jina la Yesu Kristo. Saa hii kwa jina la Yesu Kristo, kutengua kila makusudi na mashauri ya mataifa katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, madhabahu zao zikapasuke, madhabahu zikateketee kwa moto Roho Mtakatifu. Sio baadaye, bali kuanzia saa hii, kuanzia majira haya, kwenye mto, kwenye ziwa, kwenye bahari, napeleka moto kwenye visima. Yesu Kristo, Yesu Kristo, kwenye mapicha, kwenye mitandao, kwenye TV, kwenye mavazi, kwenye makeup, napeleka moto wa Yesu Kristo, moto Yesu Kristo, moto Yesu Kristo, moto Yesu Kristo, moto Yesu Kristo, na damu yake kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, napeleka kuharibu kila kazi zao, kila kazi zao, kila kazi zao. Pasua meza zao, vunja magari yao ya vita, na kwenda kwa Yeremia 51:20-26. Napeleka sasa neno la Bwana, napeleka saa hii, naja kwa Ibrania 4:12 kwa upanga wa Bwana. Saa 27:1, vunja wakuu wao, mamlaka zao, mitume wao, manabii wao, kwa jina la Yesu Kristo. Natamka saa hii kuharibu kila kazi zao, kuanzia sebuleni, chumbani hadi vyoni, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nguvu ya Kristo tunakanyaga, tunaharibu falme zao, mamlaka zao, na kuziteketeza kwa moto. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, moto Roho Mtakatifu lamba, moto Roho Mtakatifu lamba, piga kwenye asili ya baba na mama, kwenye asili ya mwenzi wako, kila vifungo vyao kwenye shule vilivyokamata mifumo ya shule, mifumo ya shule iliyokamata hatima yake, achia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tengua kila makusudi yao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Lumumba kidimu kombozi mweza kibaa mjini, kila ngoma zao za madogori pasua, funga kwa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Nguvu za kimungu, nguvu zao lisombe, nguvu zote piga kucheza dimu ganda, nguvu zao za giza piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu, maasa kwa jina la Yesu, roho kila kazi zao, nyimbo zao, ngoma zao, sanamu zao, vinyago zao, picha zao, leo mazungumzo yao kwa jina la Yesu, kila mtago wao na ndeso jina la Yesu Kristo, kwa damu mwana kondoo, kwa mamlaka na upendo Yesu Kristo, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, natamka saa hii mafia yote, natamka leo, hakuna kuzuia. Hukumu ya Bwana imeachiliwa sasa, imeachiliwa kaskazini, imeachiliwa kusini, imeachiliwa magharibi, pande zote kune za dunia. Napeleka moto wa Yesu Kristo, moto angani, kwenye balamwezi, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye balamwezi, kwenye nyota, kwenye jua, napeleka leo, sio baadaye, majira haya, pande zote kune za dunia, hakuna kitakachobaki. Wamekuja kama nyao, piga; kuja kama mbwa, piga; kuja kama ndege, njiwa, piga; kama bondi, piga; ribu kama nyoka, tandu, buibui, mijusi, ribu kwenye vyumba vyetu kama panya, ribu kazao, kila aina kiumbe ulichokuja fanana na moto wa Yesu Kristo, moto Yesu Kristo. Tunaharibu, tunateketeza kila tunguli zao, kila silaha zao, kila mifumo yao ya kiulozi, ya kichawi, ya majini, ya mapepo, vinyamkera, kwa jina la Yesu. Hakuna kulala kwao, hakuna amani kwao, hakuna utulivu kwao. Ni moto juu ya moto, moto wa Yesu Kristo, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Kila silaha ilekeza rejeta ikae moto na radi katika jina la Yesu. Kanyaga nyoka na ngiko Luka 10:9, na haribu kila kazi zao, na achilia moto wa Yesu Kristo, moto 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 Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Natamka kuharibu kila kazi za adui, kila silaha zao, kila tunguli zao, kila mapando yao, kila silaha zao, kila kifaa chao cha kipepo, piga kamera zao, satellite zao, haribu kwa jina la Yesu Kristo, kila dira zao, kila vyombo vyao vya usafiri vya kipepo, vuja kwa jina la Yesu. Wanyama wao, ndege wao, wadudu wao, mizimu yao, wafu wao, piga mizimu yao, piga vinyamkera vyao, piga vininge vyao, teketeza kwa moto, angusha madhabahu zao. Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 3-5, Luka 10:19, na kanyaga nyoka na ngezano kushinda kile za dumu, Yeremia 23:29, pasua, vunja moto Yesu Kristo. Sasa hii
katika jina. Kila kilichoelekezwa kwako haribu, kilichotumwa kwako, iwe ni mchana, iwe ni asubuhi, tuma kwa jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo, kwa damu wala kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatengua kila makusudi yao, kila hila zao, kila mifumo yao, kila mikakati yao. Piga kwenye biashara zao, piga kwenye vyumba vyao, piga kwenye dari zao, piga mashambani kwao, piga kwa moto wa Roho Mtakatifu kila tunguli zao. Holy Ghost fire, moto wa Roho Mtakatifu leo. Natamka saa hii, natamka saa hii, mkoa kwa mkoa, mji kwa mji, tarafa kwa tarafa, kata kwa kata, tarafa kwa tarafa, wilaya kwa wilaya, kitongoji kwa kitongoji. Leo veni katika jina la Yesu, hakuna kitakachobaki kwa jina la Yesu Kristo, kwenye koo zetu, kwenye kabila zetu, kwenye jamaa zetu, kwenye mataifa yetu, kwa jina la Yesu. Leo saa hii katika jina la Yesu, hakuna kitakachosalia, hakuna usalama, hakuna amani kwao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Neno lake li kama nyundo na li kama moto. Lina uwezo huo, lina uwezo kuharibu, ukiamini linaishi na linafanya mambo makubwa sana. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunja mawe vipande vipande. Kwa hiyo hata kama kuna ugumu wa namna gani, ukilitumia andiko hilo, kwa umeshajitakasa vizuri na una mahusiano vizuri na Yesu Kristo, omba lifanye kazi. Wewe unaweka hata dozi kama kutwa mara 3 mpaka uone matokeo. Natokea. Ukijiridhisha kwa sababu maisha ya kawaida tu yataendelea kwa kawaida tu, lakini ukisema nakataa, nakuwa sema kwa jina la Yesu. Simama bado ulipo, sema kwa jina la Yesu, kwa neno lako. Yeremia 23:29. Naja kwa neno hilo. Neno lako hakika linaishi. Neno lako ni kama moto, na neno lako ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Kwa neno hilo naenda kuvunja kila madhabahu za uovu, kila kuta za kipepo walizozingira, za kiukoo, za kikabila, za kijamaa, za kitaifa, za kimataifa walizonizingira nazo. Nasema leo, pande zote za uso wa dunia walikoniwekea madhabahu zao, walikonizingira, naja kwa Yeremia 23:29. Neno la Bwana lina nguvu. Neno lake ni kama moto, kwenda kuunguza visivyoyeyuka vikaungue sasa, vilivyo vigumu vikashike moto, kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile Samsoni alivyowafunga wale mbweha, akawafunga kwenye mikia na kuwatuma kwenye zile ngano za wale Wafilisti, na ikateketea mashamba ya Wafilisti kwa moto. Nami natuma moto kwa adui zangu na watesi wangu. Nasema leo kwa Yeremia 23:29, kwenda kuteketeza mashamba yao, nguvu yao, uweza wao, mamlaka zao, enzi yao, kila wanachokitegemea leo kwa jina la Yesu. Usiku huu katika jina la Yesu aliye hai, natuma kwa Yeremia 23:29, na kama nyundo vunja na kubomoa ngome zao, bomoa kuta zao, bomoa majengo yao kwa jina la Yesu aliye hai. Kila wanachokitegemea, walikoweka misukule yao, mandondoche yao, nguvu zao, madhabahu zao, pasua kwa jina la Yesu Kristo sasa hivi. Yeremia 23:29, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, Yesu Kristo, naomba unisaidie kwa watoto wangu shuleni,
kwa watoto wangu shuleni, kwa mwenza wangu kazini, kwenye biashara zetu, kwenye uchumi wetu, kwenye ndoa zetu, kwenye kila ambacho tunagusa. Yesu kajitolea utukufu, Yesu kajitolea utukufu. Naomba saa hii, naomba saa hii, naomba majira haya katika jina la Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Yeremia 23:29, Yeremia 23:29, Isaya 55:8-11. Neno lako lisirudi bure, neno lako likatende kazi saa hii kivyote, usiku wa manane, alfajiri, majira yote, majira yote, kwa jina la Yesu Kristo. Saa hii kivyote, kwa jina la Yesu Kristo. Kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, natuma neno la Bwana. Yote naomba, naamini yamekuwa, kwa Marko 11:23, katika jina la Yesu.